Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mshale. Kuambiwa kuwa unahitajika sehemu kwa haraka. Kushtuka au kushtuliwa. Kuisikia sauti ikikuzungumzisha kwa hisia. Utahitajika uwe mwangalifu zaidi kwa hasimu wako, yaani mpinzani wako. Utaonesha hali ya kukataa ukweli wenye maumivu. Kupitia hali ya kujutia kitu, yaani majuto au huzuni. Kulaumiwa kwa jambo ambalo utahisi kuonewa. Kuutamani ukaribu wa mtu. Maneno mazuri yataufariji moyo wako. Nyota ya punda. Utajizuia kulia kwa kutoa sauti. Kukutana na hali ya mchafuko sehemu utakayo kuwepo. Mtu ataonesha hali ya kukuchangamkia baada ya kukuona. Utahitajika kutoa ushahidi au maelezo ya jambo fulani. Utajihisi hali ya unyonge baada ya kupoteza kitu. Hutohitaji majibizano au ushauri katika mahusiano. Utatoa onyo kali kwa mtu. Utajiweka mbali na mtu mwenye ukaribu wa kinafiki. Kuwa na matarajio ya kupata kilicho bora. Na ni kweli utaweza kupata kitu hicho. Nyota ya simba. Utakuwa muoga wa kupoteza uaminifu kwa mtu aliyekuamini. Utakuwa katika hali ya wasiwasi kwa kuogopa kudhalilika. Kwa baadhi yenu mtajihisi mpo katika vizimba na kuwa tayari kupokea maamuzi yatakayotolewa kulingana na hali mnayoipitia. Mtu ataonesha hali ya kusifia tabia ulionayo au kitu unachokimiliki. Baadhi yenu mipango ya kipato kuwa sawa. Utakuwa na shauku ya kwenda sehemu. Simba, siku 3 zijazo kuanzia sasa. Kuna heri itakufikia. Jiandae kuipokea. Utakuwa mwenye uzito wa kutoa ahadi. Nyota ya samaki. Kupitia hali ya usahaurifu. Kuyachukia mazoea katika sehemu ya kazi au biashara. Utakuwa katika hali ya kutafakari kwa muda mrefu na kulinganisha matukio ya mtu. Kusisimka mwili. Kuulizwa jambo lenye umuhimu. Kukivuka kipengele kigumu kilichokuwa kinakutatiza. Utaikataa hali ya kujishusha kwa mtu ili upate kitu. Utamridhisha mtu kwa kidogo ulichobarikiwa. Utamfanyia mtu hisani. Mtu ataukumbuka uwepo wako. Mtu kujutia kutengana na wewe. Samaki, upo katika kipindi cha kuchagua njia sahihi. Unahitaji kujua vingi vilivyokuzunguka, vyenye heri au vyenye shari na wewe. Nyota ya nge. Kupata hisia au ndoto ya kuwa katika sehemu ya misitu. Hiyo ni ishara kukutaka uweze kujikomboa au kujitoa kwenye kizuizi. Kumuona mtoto akikuoneshea tabasamu akuonapo. Tarajia mambo yako kuwa sawa. Utakuwa na amani baada ya kurekebisha kilichokuwa kinakukosesha furaha. Kujua kitu na kuamini. Kupatiwa pesa asubuhi sana au jioni. Ni ishara kufungukiwa riski. Au heri iliyopangwa itakufikia kwa wakati. Ikiwa ni muda wa asubuhi. Na ikiwa ni jioni, utafanikiwa kuvirejesha vya kwako ulivyofanyiwa hujuma. Nyota ya kaa. Ufanya maombi wakati mvua ikinyesha. Tarajia kupata majibu ya ulichokiomba. Kupata usingizi wa kushtuka au kunung'unika kwa kuguna ukiwa umelala. Kuna hali mbaya utakayokuwa unapambana nayo. Kusikia sauti ya ndege ikikusemesha. Tarajia ugeni unaotoka mbali au uponyaji kukufikia. Kufanya mazungumzo na mtu yenye utulivu. Mtu atahitaji umfunze jambo au umshauri. Nafasi uliyokuwa nayo mtu anaitamani. Baadhi yenu kujihisi unapitia adhabu kwa matendo uliyoyafanya. Kutamani kuwa karibu na watu fulani. Tarajia kupokea au kukabidhiwa nyumba, usafiri au kazi kwa baadhi yenu. Kushawishika kuingia katika mahusiano mapya. Nyota ya ng'ombe. Kupitia hali ya maumivu katika nyonga au viungo vya mwili. Kupata maumivu ya koo. Kupoteza ladha halisi ya chakula. Kukaa kwa ukiwa au unyonge. Kumfikiria mtu mwenye maradhi au aliyefariki. Kuhisi kitu kwa mtu anachotaka kuongea na wewe. Kufanya vipimo vya afya. Kuchukizwa na hali ya kulazimishwa kufanya jambo ikiwa unajua nini unachotaka kufanya. Kufurahishwa na ucheshi wa mtu.
Kufanya usuluhishaji. Utakuwa tayari kumwadabisha mtu mwenye kukupotezea heshima. Utafanya hitimisho la jambo kwa ufasaha. Kupata uzao au mtoto kwa makadirio ya wiki hii mpaka ijayo. Utakuwa na hali ya kujiamini katika mahojiano. Nyota ya mbuzi. Utahitaji msaada kutoka kwa mwenza wako katika malezi au huduma fulani. Utajua chanzo cha tatizo au kitu. Kuwepo kwa mabishano na mtu mwenye hila. Kuhisi hali ya uoga unapokuwa karibu na mtu fulani. Baadhi yenu kufilisika au kushuka kiuchumi. Nyota ya mashuke. Kuizoea hali ya kuwa mbali na mtu fulani. Kujisifu. Kusitishwa kufanya kitu. Kumpa mtu taarifa ya tukio au jambo la huzuni. Mtu mwenye ugonjwa wa moyo atakuwa mwenye kuteseka kwa hali yake. Kukumbukia kitu cha urithi. Nyota ya mizani. Mtu atauona uthamani wako ukiwepo sehemu. Utamzoesha mtu jambo. Kukubaliana na mtu kitu kizuri. Kutuma ujumbe mfupi wenye kujitosheleza kimaelezo. Kuona mbali kwa kitu kitakachokuja kutokea. Nyota ya mapacha. Kumfikiria mtu unayeheshimiana naye sana. Kutofanya jambo kwa haraka kwa kusubiri kitu muhimu. Kupatiwa nafasi nzuri. Kukumbuka ulivyovipoteza kwa ajili ya mtu. Kutoshindana na mtu kwa kutofautiana mitazamo ya kihisia na akili. Kuonesha uwezo wako wa kufanya kitu. Nyota ya ndoo. Kupata ishara ya jambo. Kufikia hatua ya kutomwamini mtu kwa sasa kwa kukurupuka kihisia. Akaunti yako ya pesa itakuwa ipo vizuri. Kujilazimisha kupatana na mtu. Utafanya kazi ya kushirikiana na watu wengi. Kupata homa. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.